Disemba 13 mwaka 2000, ndani ya moja ya magereza yenye ulinzi mkali nchini Marekani. Siku ilikuwa imeanza kama siku nyingine za kawaida. Walinda gereza walikuwa wanafanya kazi zao. Wafungwa walikuwa kwenye shughuli zao za kawaida. Hakuna aliyedhani ya kwamba ndani ya masaa machache tu lingetokea tukio ambalo lingeitikisa Marekani nzima. Hii ni hadithi ya Texas 7, wafungwa 7 waliokuwa wanatumikia vifungo virefu kwa uhalifu mkubwa. Fuatana nami kwenye hadithi ya utorokaji wa gereza uliopangwa kwa ustadi mkubwa zaidi katika historia ya Marekani. Karibu The Storyside. Katika jimbo la Texas, kusini mwa Marekani, kuna gereza lililojulikana kwa usalama ulio mkali. Gereza hili linajulikana kwa jina Connally Unit. Ndani ya kuta zake ndefu na minara ya ulinzi waliwekwa wafungwa waliokuwa wamefanya uhalifu mkubwa sana. Baadhi yao walikuwa wanatumikia vifungo vya maisha. Baadhi yao walikuwa wamehukumiwa kifo. Ndani ya gereza hili ndipo kulikuwa na wafungwa 7 ambao baadaye wakawa maarufu duniani. Lakini kwa wakati huo walikuwa ni wafungwa wa kawaida tu. Hakuna aliyedhani ya kwamba watu hawa 7 wangeweza kuandaa mpango wa kulitoroka gereza hili. Ndani ya gereza la Connally Unit kulikuwa na mamia ya wafungwa. Lakini kati ya wafungwa hao wote kulikuwa na watu 7 ambao hatima yao iliwaunganisha katika moja ya matukio makubwa ya kutoroka gerezani katika historia ya Marekani. Kila mmoja wao alikuwa na historia yake. Kila mmoja alikuwa na uhalifu wake, na kila mmoja alikuwa amefika gerezani kwa sababu ya matendo ambayo tayari yalikuwa yamebadilisha maisha ya watu wengine. Kiongozi wa kundi hili alikuwa mtu aitwaye George Rivers. Rivers alizaliwa katika jimbo la Texas na alikulia katika mazingira magumu ya maisha. Tangu akiwa kijana mdogo, alianza kuingia kwenye makundi ya uhalifu mdogo mdogo. Kadiri miaka ilivyopita, uhalifu wake ulizidi kuwa mkubwa. Mwaka 1993, Rivers alihusika katika mfululizo wa wizi wa kutumia silaha katika maeneo mbalimbali ya Texas. Katika moja ya matukio hayo, yeye na washirika wake waliingia katika nyumba ya watu waliokuwa hawana hatia. Ndani ya nyumba hiyo waliwanyoshea silaha familia iliyokuwa ikiishi hapo. Walipora mali, fedha na vitu vya thamani. Lakini tukio hili liligeuka kuwa baya zaidi baada ya vurugu zilizotokea. Mmoja wa watu ndani ya nyumba hiyo alipigwa risasi na kufariki. Polisi walimkamata Rivers, na baada ya uchunguzi mfupi, mahakama ilimkuta na hatia ya mauaji pamoja na wizi wa kutumia silaha. Hatimaye alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Ndani ya gereza, Rivers alijulikana kama mtu mwenye akili ya kupanga na uwezo wa kushawishi wafungwa wengine, na sifa hiyo ndiyo iliyomfanya baadaye kuwa kiongozi wa kundi ambalo lilitikisa Marekani. Mwanachama wa pili wa kundi hili alikuwa akiitwa Joseph Garcia. Garcia alikuwa mtu aliyekuwa na historia ndefu ya uhalifu tangu akiwa kijana mdogo. Mwaka 1996, Garcia alihusika katika tukio la uvamizi wa nyumba huko Texas. Yeye na mshirika wake waliingia ndani ya nyumba ya familia moja usiku. Walikuwa na silaha, walitaka fedha, lakini mambo yaliharibika ghafla. Katika vurugu zilizotokea ndani ya nyumba hiyo, Garcia alipiga risasi mtu mmoja aliyekuwa akijaribu kuwalinda wanafamilia wake. Mtu huyo alifariki papo hapo. Baada ya tukio hili, Garcia alikamatwa na kushtakiwa kwa mauaji. Mahakama ilimkuta na hatia na kumhukumu
kifungo cha maisha gerezani. Ndani ya gereza, Garcia alijulikana kama mtu mkimya lakini mwenye hasira kali. Mwingine wa tatu katika kundi hili alikuwa anaitwa Donald Newberry. Newberry alikuwa tayari ameshasahaulika katika uhalifu mwingi kabla ya kufungwa, lakini tukio lililompeleka gerezani lilikuwa tukio la kutisha. Mwaka 1998, Newberry alihusika katika wizi wa kutumia silaha katika duka moja la Texas. Lakini baada ya wizi huo, yeye na mshirika wake walifanya uhalifu ambao uliwashtua hata polisi. Walimteka nyara mwanamke mmoja aliyekuwa akitoka kazini. Walimlazimisha kupanda gari lao. Baadaye walimpeleka katika eneo la mbali na huko walimpiga risasi. Mwanamke huyo alifariki dunia. Baada ya uchunguzi, Newberry alikamatwa na kufikishwa mahakamani. Mahakama ilimhukumu kwa mauaji pamoja na utekaji nyara. Alipewa kifungo cha maisha gerezani. Mwanachama wa 4 wa kundi hili alikuwa akiitwa Larry Halper. Halper alikuwa mtu aliyekuwa na historia ndefu ya wizi na uporaji, lakini uhalifu uliompeleka gerezani ulikuwa ni uvamizi wa nyumba uliogeuka kuwa mauaji. Katika tukio hili, Halper aliingia katika nyumba ya mtu mmoja akiwa na silaha. Alitaka kupora mali, lakini mwenye nyumba alipinga. Vurugu zikatokea, na katika vurugu hizo Halper alipiga risasi. Mwenye nyumba alipoteza maisha. Polisi walimkamata Halper na kumfikisha mahakamani. Mahakama ilimhukumu kwa mauaji na kupewa kifungo cha maisha gerezani. Mwingine wa 5 katika kundi hili alikuwa Michael Rodriguez. Michael alikuwa na historia ya uhalifu uliokuwa umeanza tangu ujana wake, lakini tukio lililompeleka gerezani lilikuwa la kutisha. Michael alihusika katika uvamizi wa nyumba pamoja na wizi wa kutumia silaha. Katika tukio hili, yeye na washirika wake waliingia katika nyumba usiku. Walitaka fedha, lakini mambo yaligeuka kuwa mabaya. Michael alipiga risasi mwenye nyumba na mtu huyo alifariki dunia. Baada ya uchunguzi wa polisi, Michael alikamatwa na kushtakiwa kwa mauaji. Mahakama ilimhukumu adhabu kali sana. Ilimhukumu kunyongwa kwa sindano ya sumu. Lakini kabla ya hukumu hiyo kutekelezwa, alihifadhiwa katika gereza hili la Cornell Unit. Mwanachama wa 6 alikuwa Patrick Murphy. Murphy alikuwa tayari na rekodi ya uhalifu kabla ya tukio lililompeleka gerezani. Tukio hili lilikuwa baya sana. Murphy alihusika katika uvamizi wa nyumba uliogeuka kuwa mauaji. Yeye na mshirika wake waliingia katika nyumba ya mtu mmoja. Walitaka kuiba mali, lakini baada ya vurugu kutokea, Murphy alipiga risasi mwenye nyumba na mtu huyo alifariki dunia. Murphy alikamatwa na kushtakiwa kwa mauaji. Mahakama ilimhukumu kifo, hivyo akahifadhiwa gerezani akisubiri hukumu yake. Mwanachama wa 7 na wa mwisho katika kundi hili alikuwa akiitwa Randy Halperin. Randy alikuwa mtu aliyekuwa amehusika katika uhalifu wa wizi wa kutumia silaha, lakini tukio lililompeleka gerezani lilikuwa uvamizi wa nyumba uliosababisha kifo cha mtu. Katika tukio hili, yeye na washirika wake waliingia katika nyumba ya mtu mmoja. Walitaka kuiba mali, lakini tukio hili liligeuka kuwa baya. Mwenye nyumba alipigwa risasi na kufariki. Randy alikamatwa na kushtakiwa kwa mauaji. Mahakama ilimhukumu kifungo cha maisha gerezani. Na hivi ndivyo watu 7 waliokuwa na historia tofauti za uhalifu walijikuta wakiwa katika gereza moja, wote wakiwa wamehukumiwa adhabu kali, wote wakiwa wamepoteza uhuru wao. Lakini ndani ya gereza hili wazo moja lilikuwa linaanza kuota polepole, wazo ambalo lilibadilisha historia ya gereza hili na kuifanya Marekani nzima ianze kuwatafuta. Mpango wao haukuandaliwa kwa siku moja. Ulianza taratibu kwa miezi kadhaa. Walikuwa wakichunguza kila kitu: ratiba ya walinzi, muda ambao walinzi wanabadilishwa,
mahali ambapo magari ya gereza yanaegeshwa na mahali ambapo silaha zinahifadhiwa. Walijua kwamba kosa moja lingeweza kuharibu kila kitu, lakini kadiri siku zilivyopita, mpango wao ulianza kukamilika. Hatimaye siku ya utekelezaji ikafika. Disemba 13 mwaka 2000, ndani ya gereza la Connally Unit, siku ilianza kama kawaida. Lakini kwa hawa wafungwa 7, hii ilikuwa siku ambayo ingetenganisha maisha yao ya zamani na mapya. Walitekeleza hatua yao ya kwanza kwa ustadi mkubwa. Walimdhibiti mmoja, kisha wakamdhibiti mwingine, mmoja baada ya mwingine. Walinzi kadhaa walijikuta wamefungwa mikono na miguu. Baadhi yao walifungwa ndani ya vyumba na baadhi yao walinyang'anywa silaha. Ndani ya dakika chache tu, wafungwa 7 walikuwa tayari wamepata udhibiti wa sehemu kubwa ya gereza. Walichukua nguo za kiraia, walichukua gari la gereza, na kabla ya mtu yeyote kugundua kilichokuwa kinatokea, walikuwa tayari wameondoka. Wafungwa hawa 7 wakawa huru. Wakati walinzi walipogundua kilichotokea, ilikuwa tayari wamechelewa. Wafungwa 7 walikuwa wameshapotea. Habari zilianza kusambaa haraka sana. Runinga, redio, magazeti ya Marekani yalianza kusikia kuhusu kundi jipya la wahalifu, kundi ambalo lilijulikana kama Texas 7. Polisi walianza msako mkubwa, lakini wakati huo Texas 7 tayari walikuwa wameanza maisha yao mapya ya uhalifu. Baada ya kutoroka gerezani, Texas 7 hawakutoweka mara moja kama watu wengine walivyodhani. Kwa siku chache za mwanzo, waliamua kujificha kwa tahadhari kubwa. Walihama kutoka eneo moja hadi jingine, wakijaribu kuhakikisha kwamba hakuna mtu aliyewatambua. Lakini kulikuwa na tatizo moja kubwa. Walikuwa watu 7 waliokuwa wakitoroka sheria, na ili kuendelea kuishi nje ya gereza walihitaji vitu vitatu muhimu sana, ambavyo ni pesa, magari na utambulisho mpya. Ndipo wakaanza kufanya uhalifu mdogo ili kujipatia fedha. Walivamia maduka kadhaa au kuiba fedha pamoja na vitu vya thamani. Katika baadhi ya matukio, walivamia maduka usiku na kuvunja milango ili kuingia ndani. Walichukua fedha, chakula na vifaa ambavyo vingewasaidia kuendelea kujificha. Mbali na hili, walibadilisha magari mara kwa mara. Walijua kwamba polisi wangeanza kutafuta gari lolote ambalo lingeonekana kuwa linahusiana nao. Hivyo mara kadhaa waliiba magari mapya na kuyaacha yale ya zamani ili kupoteza alama zao. Lakini hili halikuwa jambo pekee walilolifanya. Kila mmoja wao alianza kutumia majina ya uongo. Walivaa nguo tofauti, walikata nywele kwa mitindo tofauti, na walijaribu kubadilisha muonekano wao ili watu wasiweze kuwagundua kwa urahisi. Kwa muda mfupi, mbinu zao zilionekana kufanya kazi. Polisi walikuwa bado wanawatafuta, lakini hakuna aliyekuwa anajua walipo. Kadiri siku zilivyopita, Texas 7 walianza kujisikia salama zaidi, na kadiri walivyojisikia salama ndivyo walivyoanza kufanya maamuzi ya hatari zaidi. Hatimaye walipanga tukio moja ambalo likabadilisha kila kitu. Tukio ambalo liliwafanya sasa wasiwe tena wafungwa waliotoroka tu, bali wawe maadui wakubwa wa sheria katika taifa zima. Disemba 24 mwaka 2000, usiku wa kuamkia siku ya Christmas, wakati familia nyingi nchini Marekani zilikuwa zikijiandaa kusherehekea sikukuu hiyo kwa amani na furaha, Texas 7 walikuwa wakipanga uhalifu mwingine. Safari hii walikuwa na lengo moja: kupata fedha nyingi pamoja na silaha. Walichagua duka la silaha lililokuwa katika mji wa Irving huko Texas. Walifika eneo hili wakiwa wamejifunika nyuso zao na wakiwa na silaha. Dakika chache baadaye waliingia ndani ya duka hili na kuwazuia watu waliokuwemo humo. Waliwalazimisha wafanyakazi pamoja na wateja kulala chini. Kisha wakaanza kuchukua bunduki, risasi na fedha kutoka ndani ya duka. Lakini
Wakati tukio hili linaendelea, mtu mmoja aliyekuwa nje ya duka hili aliona kitu kisicho cha kawaida. Alipiga simu kwa polisi. Dakika chache baadaye, polisi mmoja aliyekuwa doria karibu na eneo hili aliwasili. Jina lake lilikuwa akiitwa Aubrey Hawkins. Hawkins alipofika hakujua kwamba ndani ya duka hili kulikuwa na kundi la wahalifu waliokuwa hatari sana. Alijaribu kukaribia eneo hili ili kujua kinachoendelea, lakini muda mfupi baada ya kufika, wahalifu hao walitoka nje ya duka hili na risasi zilianza kupigwa. Katika vurugu hizo, Hawkins alipigwa risasi mara kadhaa. Alianguka chini akiwa amejeruhiwa vibaya. Licha ya juhudi za kumsaidia, hakufanikiwa kupona, ndipo alipoteza maisha. Tukio hili lilistua sana Marekani, kwa sababu sasa ilikuwa wazi ya kwamba Texas 7 hawakuwa tena wafungwa waliotoroka tu. Walikuwa wauaji hatari wanaotafutwa na vyombo vyote vya sheria nchini Marekani. Baada ya tukio hili, msako mkubwa zaidi ukaanza. Polisi kutoka majimbo mbalimbali walihusika. FBI pia waliingia kwenye operesheni hiyo. Picha za Texas 7 zilionyeshwa kila mahali. Watu waliombwa kutoa taarifa kama wangewaona watu hao, lakini kwa wiki kadhaa Texas 7 waliendelea kujificha. Hakuna aliyewapata mpaka kitu kimoja kilipotokea ambacho ni kosa la kwao wenyewe. Kundi hili lilianza kufanya kosa ambalo wahalifu wengi hufanya, ambacho walianza kujiona wapo salama wakiwa wamejificha katika mji mdogo huko Colorado, lakini wakati huo mamilioni ya watu walikuwa tayari wameona nyuso zao. Hatimaye mtu mmoja aliwatambua. Simu ikapigwa kwa polisi na muda mfupi baadaye msako ukaelekezwa mahali walipokuwa. Polisi walizingira nyumba waliokuwa wamejificha. Baada ya majadiliano mafupi, wafungwa 6 walijisalimisha, lakini mmoja wao aliamua kuchagua njia tofauti. Huyu alikuwa ni Larry Halper. Yeye aliamua kujitoa uhai kwa kujipiga risasi. Wengine walikamatwa, walirudishwa gerezani na kesi zao zikaanza. Hatimaye memba 6 wa Texas 7 walihukumiwa adhabu kali. Baadhi yao walihukumiwa kunyongwa, wengine walipewa vifungo vya maisha, lakini hadithi yao ilibaki katika historia ya Marekani. Hadithi ya wafungwa 7 walioweza kulitoroka moja ya magereza yenye ulinzi mkali zaidi Marekani, lakini ambao hawakuweza kuutoroka mkono wa sheria. Je, unafahamu nini kuhusu Texas 7? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.